aliyeletwa hapa na gari la mtu yoyote, sio? Mmekuja wenyewe, si ndio? Haya, kera koroga people, Yesu hawezi kuisikia people, kera people. Hakuna. Nchi yetu ilianzisha mfumo wa vyama vingi mwaka 92, na mfumo wa vyama vingi ulianzishwa ili Watanzania mpate haki ya kuamua na sio kulazimishiwa nani awe kiongozi wenu katika wakati fulani. Na ukisoma katiba yetu hii ibara ya 8 inasema msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii yatatoka kwa wananchi. Na ukisoma ibara ya 8B inasema lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi, kwamba mkisha chagua serikali, lengo kuu la hiyo serikali ni kukufanya wewe ustawi, uwe na maisha bora, upate elimu bora, upate shule safi, upate matibabu bora, uwe na sehemu ya kulala nzuri, uwe na nyumba na uwe na maisha. Ndio maana ya neno lililotumika kwenye katiba kwamba lengo la serikali itakuwa ni ustawi. Lakini hiyo serikali sharti itokane na wananchi kwa mujibu wa ibara ya 8, kwa sababu ndio wenye mamlaka yote ya nchi yetu. Kwa maana hiyo, askari tunaowaona si wakuu wa wilaya, rais mwenyewe, mamlaka aliyonayo ni mamlaka yenu, mmekasimu kwake kwa muda. Askari hawa mamlaka walionayo ni mamlaka ambayo yamekasimiwa kwao kwa muda. Ukisoma katiba yetu pia ibara ya 27 kifungu cha kwanza, tusome ibara ya 26. Ibara ya 26 ya katiba inasema kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Kila mtu anapaswa kufuata katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Ukisoma katiba hii ibara ya 27 sehemu ya pili nasema hivi: watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi pamoja na kupiga vita aina zote za ubadhirifu na uharibifu na ubadhirifu, na kuendesha uchumi wa nchi, uchumi wa taifa kwa makini kama watu ambao ndio waamuzi wa hali ya baadaye ya taifa letu, taifa lao. Kwa hiyo katiba hii kumbe inatuambia kwamba sisi wananchi, kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha kwamba tunalinda rasilimali za nchi yetu, ambazo kwa kweli Mwenyezi Mungu ametupatia rasilimali nyingi sana, kwamba tuna wajibu wa kuzilinda na kuhakikisha hazifanyiwi ubadhirifu na uharibifu kwa ajili ya taifa hili leo na kesho na siku zinazokuja. Sasa hizo rasilimali ni zipi? Walikuwa wanazungumza hapa, nimemkuta Masaga anazungumza. Bahati nzuri Masaga ni mchimbaji nafikiri. Nchi hii ni miongoni mwa nchi chache duniani ambazo zimejaliwa rasilimali nyingi sana. Ni nchi pekee, kwanza ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. 945. Mkoa wenu wa Mbeya una kilomita za mraba 66,000. Yaani Israeli inaingia Mbeya hapa mara 3. Yaani nyie ni wakubwa kwa Israeli mara 3. Ni wakubwa kwa Rwanda, ni wakubwa kwa Burundi. Nchi hii ukiichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja, nchi hizo zinaitwa za Afrika Mashariki,
zina kilomita za mraba 890. Sisi pekee yetu 945. Kwa sisi ni wakubwa kuliko nchi 3, kuliko nchi 4 za Afrika Mashariki. Tumejaliwa rasilimali za kutisha. Ukianzia ukanda wa ziwa, ukiacha ziwa Victoria ambalo ni kubwa kuliko yote Afrika, la pili kwa upana duniani, utaanzia kule kwetu Tarime kuna dhahabu. Ukienda Geita kuna dhahabu. Ukienda Kahama kuna dhahabu. Ukienda Shinyanga kuna dhahabu. Ukienda Mbogwe kuna dhahabu. Ukienda Bulyanhulu kuna dhahabu. Kanda ya ziwa kila kona unayokanyaga ni dhahabu. Ukija Singida ni dhahabu. Ukija hapa kwenu Mbeya ni dhahabu. Ukienda Kyela ni dhahabu. Tulikuwa juzi Ruangwa ni dhahabu. Nchi hii ni nchi ya 3 duniani kwa kuwa na dhahabu nyingi. Na leo nilipokuwa na cheki kwenye soko la dunia, bei ya dhahabu kwa gramu moja, gramu nikisema ukichukua ule wembe ukiuvunja katikati ukabaki na kale kamoja ndio gramu, ni 277. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi Afrika na dunia. Tunazalisha matani na matani ya dhahabu kila siku. Ni nchi pekee ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Nchi ambayo inatoa madini haya mengi na kuyauza kwa wingi duniani ni India. Madini yako Tanzania, lakini yameajiri Wahindi milioni 6 na wataalamu wa lapidari na ukataji wa madini ya Tanzanite ni Wahindi. Wakati watoto wenu wanafundishwa panzi na miguu mingapi, Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kukata Tanzanite yenu watajirike. Nchi iliyobarikiwa, watu wake ni maskini. Tuna madini yanaitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu yanatoka Kabanga. Ukija ukanda wa kati Singida, kuacha ardhi, kuna madini yanaitwa urani, madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuklia, yanatoka Tanzania. Ukija ukanda wenu, ukienda Njombe, Ludewa, kuna madini ya chuma na kuna madini ya makaa ya mawe. Tulikuwa Songea, Ruvuma, tumekutana na marori kwa maelfu yanabeba makaa ya mawe, yanapeleka kwenye bandari ya Mtwara na mengine yanapelekwa Dar es Salaam kusafirishwa kwenda nje, yanaenda India na China. Utajiri wa watoto wetu unakuwa train, unasafirishwa kwenda kutajirisha nchi nyingine. Leo unapishana na maroli yanatokea Ruvuma, yanabeba makaa ya mawe, yanapeleka China na India, yanapeleka Afrika Kusini na Kenya. Makaa yetu ya mawe. Kesho ukihitaji kusafisha chuma na kuyeyusha tena, si ukanunue tena makaa kutoka India urudishe hapa. Mimi hata sielewi. Hii ni nchi ya ajabu ambao Mwenyezi Mungu ameipa kila kitu, watu wake ni maskini kwa sababu ya maamuzi ya hovyo yanayofanyika. Wakulima wetu wanalia, walimu wanalia, hata askari wanaotumiwa wanalia. Maisha ni magumu, hakuna aliye na uafadhali, kila mtu analia, isipokuwa kakikundi ka watu wachache ambacho kiko kwenye madaraka, kinatumia madaraka ya nchi yetu na vyombo vyetu vya dola kutunyanyasa sisi. Sasa ndugu zangu wa Tanzania wa Kyela, juzi tulikuwa Mtwara na ndicho hicho kilichowatisha. Wameamua kumkamata Tundu Lissu, na tutalizungumza hili, na kumwekea kesi ya uongo ya uhaini. Maono hafi mpaka maono. Juzi tulikuwa Mtwara na Lindi. Tuna bodaboda kwa mamilioni, kila kijiji kina maelfu ya mabodaboda. Mwaka 70 mimi nimekuwa nyumbani kwetu, baba yetu alikuwa na gari Land Rover, tunanunua matairi yanaitwa General Tires, yanatengenezwa Arusha. Hapo Iringa kulikuwa na kiwanda cha Lee Trading cha kutengeneza General Tires.
magari, matairi ya magari. Tuko na betri za simu, tuko na betri, hata betri zile za kuweka kwenye tochi zile za National. Tuko tunatengeneza vitu vyetu. Maana yake ni nini? Nyie mko karibu na ziwa, si ndio? Kwa nini ziwa linaweza kukusanya maji na likakaa na muda mrefu na maji? Kwa sababu haliruhusu hayo maji kupita. Lakini mto, maji yanapita, yanachuruzika. Mto haujaagi maji, labda mvua ikija yatafurika, alafu yatapita. Unapojenga uchumi, lazima uwe na concept ya ziwa kichwani kwako, ndipo utakapoweza kujenga uchumi na kuwa nchi yenye nguvu. Uwe na uwezo wa kushikilia fedha muda mrefu, miongoni zizunguke. Na ninaposema hapa mimi sio kichaa, naelewa kwamba kuna vitu hatuwezi kutengeneza wenyewe, lakini huwezi kuendelea kama huwezi kuwa na basic industries, hasa vitu ulivyo navyo. Huwezi kuendelea. Mimi nimekaa hotelini hapa Kiera, naletewa tomato sauce ya American Garden Ketchup, imetoka Marekani, wakati watu wa Ilula wanalima nyanya. Wanachohitaji ni kiwanda, wazalishe, watengeneze tomato sauce, tule ndani yetu, fedha zunguke miongoni mwetu. Hatuwezi. Tunaagiza tairi za bodaboda kutoka China, tunaagiza spoke. Mwaka 70 tunatengeneza tairi za magari. Leo ungetengeneza kiwanda cha kutengeneza tairi za bodaboda, kingeajiri vijana wa Tanzania. Tusingeria kuhusu betting. Vijana wetu wanafanya betting kwa sababu hawana kazi. Watu wa Kiara wanalima mpunga namba 1 duniani. Wanachohitaji ni maji yako ziwani, uwaletee maji kwenye mashamba. Uwape uwezo wa kukopa trekta, uwape uwezo wa kuchukua harvesters, wajengea uchumi. Lengo la serikali kwa mujibu wa katiba yetu ni ustawi wa watu. Wajengee uchumi, waletee maji. Badala ya kusubiri msimu wa mvua, mpunga ni siku 90. Mtu akiwa na maji atalima, baada ya siku 90 atavuna, atapanda tena, baada ya siku 90 kwa mwaka atavuna mara 4. Maji yapo. Watu wanasubiri msimu wa mvua, maji yako ziwa Nyasa. Watu wetu ni maskini. Bob Marley katika wimbo wake wa Rat Race anasema, in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Huko katikati ya ziwa Nyasa unalia kuhusu kiu. Watu hawana maji hata ya kutumia. Miaka 63 baada ya uhuru tunazungumza kuhusu matundu ya choo katikati ya utajiri. Tuna viongozi ambao uwezo wao wa kufikiri umefika mwisho. Wanachoweza ni kututisha, ni kutufatafata, kutumia vyombo vya dola. Huwezi kuamini kwamba kwenye mkutano huu kuna watu wa serikali kutoka TIS, askari zaidi ya 20 wananirekodi mimi Heche kwa mambo yanayozungumza ya kweli, na nitasema mchana, nitasema usiku, na mfanye. Huwezi kuwa na serikali inayofikiri kijinga hivyo ikawaendelezeni. Hata mkiwapa miaka 10,000 tutakuwa hapa. Kama tuna mtu wa TIS ambaye hawezi kufikiria kwamba mpaka wetu wa Marawi tutautumiaje watu wetu wanufaike kuliko wa Marawi, anawaza kuhujumu Chadema, unategemea nini? Yaani una watu wa usalama wa taifa ambao wanahangaika na Chadema ambayo ipo kisheria, badala ya kuhangaika kuhusu maisha ya watu na watu wanapoendelea kuwa maskini, watu wataligoma, watu hawatakubali. Hawawezi kukubali. Leo ripoti ya CAG inasema hivi, bilioni 370 za nchi yetu zimetumika kwenye matumizi yasiyokuwa na msingi, yasiyokuwa na tija. Bilioni 371. Bilioni 1 ni milioni 1000. Bilioni 370. Wachina wamejaa, wanachimba madini Chunya, ambayo ungewapa vijana wako wachimbe. Unasema hauna mtaji. Mchina anakuja na kamashine ka bilioni 1, anawashusha Watanzania kwenye mashimo, wanachimba, wanashika cyanide, wanamletea dhahabu, anaondoka nayo kwenda kutengeneza utajiri. Wakati ungechukua bilioni 370 hizi ukaziwekeza kwa vijana wako, wangechimba wapate pesa, wangeajiri Watanzania wenzao, wangejenga majumba, wangenunua magari, wangekunywa mafuta hapa. Lakini wewe utajiri unakwenda China kwa sababu huna mtaji.
wakati unatumia bilioni 371 kwa mambo ya kipumbavu. Tumerogwa sisi. Sasa ndugu zangu, watu wa Kyela wa Tanzania, unalima kokoa, vyama vya ushirika ni utapeli, wizi mtu. Mara si chama cha ushirika kinakukata shilingi 100, si shilingi ngapi, si nini, hawakuletei mbegu, hawakuangalii, hawakusaidii kupalilia, unahangaika na mti wako, ukivuna tu wanaanza kuchukua pale pesa. Hayo tumeyakuta Mtwara, tumeyakuta kila sehemu. Sasa watu wa Kyela, umaskini wetu ni wa kutengeneza. Mwenyezi Mungu ametupendelea. Tunahitaji uongozi mpya utakaobadili mambo haya. Tunahitaji uongozi ambao unafikiria progressively kwenda mbele miaka 100. CCM hawawezi. Na kwa njia ambazo tunahitaji kupata uongozi huo, haiwezekani kwa hali ilivyo sasa. Tumesema sisi Chadema, pasipo kuwa na mabadiliko ya kimsingi ya sheria za uchaguzi na katiba, hakutakuwepo na uchaguzi. Tumesema no reforms, no election. Mengine njoa, mengine njoa. Hebu fikiria hivi. Huyu kijana ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Ana degree 1 na amekwenda law school. Akasoma ile tunaita nini? Amesoma law school, amekuwa wakili wa Mahakama Kuu. Na mahakama zingine zote ambazo ziko chini ya Mahakama Kuu. Ni wakili. Alienda kugombea kijijini kwao Berege na mgombea wa CCM akaambiwa hajui kusoma na kuandika. Mwana kijiji darasa la 7 akapitishwa CCM, huyu akakatwa jina. Tumefikia level ambao tumekuwa watu wabaya kuliko wanyama. Tuna viongozi ambao hawezi kuwa na hivi. Chini ya utawala wa Rais Samia ameattempt, chini ya utawala wake, kumwekea mwenyekiti wetu Mbowe kesi ya ugaidi. Hukumu ya kesi ya ugaidi ni kunyongwa mpaka kufa kama angepatikana na hatia. Huku akijua ni kesi ya uongo. Amekaa gerezani miezi 8. Duniani hapa tuko kwa muda. Mtu akikuchukua akakupunguzia siku moja yako ya kuishi uraiani, hawezi kuirudisha, hawezi kuirecover tena. Miezi 8. Alafu unasema hakuwa na hatia. Leo mtu aliyepigwa risasi 16 Mungu akamwokoa, amesimama, amerudi kuwatetea Watanzania. Anachotaka ni haki. Anataka kupindua nchi, hana silaha. Anachotema ni kwamba tuende kwenye uchaguzi ambao watu wetu hawatainguliwa, mawakala wetu wataruhusiwa, tutashindana kwa haki. Ndicho anachozungumza mimi, ndicho anachozungumza Lissu, ndicho anachozungumza mtu mwingine yeyote. Wamemkamata, wanampa kesi ya uhaini. Uhaini ni kujaribu kupindua nchi. Adhabu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Wanataka wamnyonge Lissu sababu amesema ukweli. Wanataka kumuua Lissu ambaye Mwenyezi Mungu alimrudisha duniani baada ya kushambuliwa vibaya. Sasa wana Kyela, mimi nimebaki na najua maisha yangu yako hatarini wakati wote. Niko tayari, nitaongoza wananchi, sitarudi nyuma na sitawapigia makofi. Nchi hii sio ya kikundi cha watu wanaoishi Dar es Salaam. It's our country. We are ready to die for it. Tuko tayari. Wana mabavu, wana nguvu, wafanye wanachotaka. Lakini nawasihi msikubali kushiriki ujinga huu unaoitwa uchaguzi. Katiba yetu ibara 27B inasema tuna wajibu wa kulinda, kuzuia ubadhirifu. Kwenda kwenye uchaguzi ambao wabunge wa CCM tayari wanamwambia rais nani awe waziri mkuu, ni kudharau wa Tanzania. Kwa hiyo hawaheshimu hata kwamba, yani wao wanamwona Samia ameshashinda, kwa hiyo wanamwambia Majaliwa awe waziri mkuu. Sisi tunaenda kushiriki ujinga huu. Leo wanasema
tusiposaini maadili eti tumejitoa kwenye uchaguzi. Wanaotusainisha maadili hawana maadili. Tunaendaje kusainia? Watu wanaoiba uchaguzi wana maadili gani? Nani miongoni mwenu anayesema kwa sisi kukataa na kusema no reforms no election tumefanya makosa? Anyoshe mkono tu. Anyoshe mkono tu. Sikilizeni. Nchi hii ya watoto wenu. Haya mambo yanaumiza sana. Haya mambo yanatia hasira, yanatia uchungu. Ni mambo ya kuhuzunisha. Tunahitaji kuheshimiana. Na wasii sana, tulieni. Tunahitaji mabadiliko katika nchi hii. Na nyie ambao mna nguvu, ambao mnajiamini na silaha, watch out, Watanzania sio wajinga. Haiwezekani tunafanyiwa hivi, tunaumizwa, tunanyanyaswa, tunadhulumiwa na watu wanacheka kwenye dhuluma. Tunachotaka ni haki, na hiyo haki tutaipigania. Kwa nimekuja kwenu watu wa Kyela, na tutazunguka nchi nzima. Kama walimkamata Lissu wakajua tutarudi ndani kulia, watakaa na Lissu, mimi nitakuwa barabarani. Wakinikamata mimi, viongozi wengine msikae ndani. Wanasema hiki chama kitakufa kisiposhiriki uchaguzi. Chadema haiwezi kufa kwa kutokushiriki uchaguzi wa kijinga. Kama mna vyama vya mfukoni, mnataka kukaa navyo mezani, mpore haki ya Watanzania kupata viongozi wao, sisi hatuko sehemu ya huo ujinga. Sisi tunasema no reforms, no election. No reforms. Mimi siwezi kuogopa uchaguzi. Afande, unaeni rekodi. Nimeanza kushiriki uchaguzi mwaka wa 2 chuo kikuu. Siogopi uchaguzi leo. Nimekuwa mbunge. Mshahara wako ni kidogo. Mimi nilikuwa nalipwa milioni 12. Ningetamani nirudi bunge. Na nina uwezo wa kushinda. Kwa sikimbii uchaguzi mimi. Na mkimbia nani? Nani anaweza kunishinda mimi kwenye free fair election? Nani? Alime pale akangaliwa. Tuna nguvu, tuna wananchi wanatuunga mkono. Hatuogopi uchaguzi, tunachotaka ni haki. RPC wa mkoa huu anatupigia simu, anatuelekeza nini cha kusema. Kama unataka kuwa sehemu ya maamuzi ya nini tuseme, njoo uwe mjumbe wa mkutano mkuu wa chama chetu, ufanye maamuzi yako. Usitujaribu. Wamepita wengi kwenye ofisi yako. Soma kwenye ubao unaokaa nyuma yako. Na wewe utatoka. Tunakujengea nchi ambayo watoto wako watakuwa na haki katika nchi. Maamuzi yetu ya no reforms, no election ni maamuzi ya mkutano mkuu. Hayatafutwa na mtu yoyote. Omar Ramadhani Mapuri aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM ni mjumbe, ni kamishna wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi wanayoita Tume ya Taifa, Tume Huru ya Uchaguzi. Kailima mwana CCM, Jaji Mwambegere alikuwa mwenyekiti wa tume inaitwa Tume ya Uchaguzi. Leo inaitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Tume Huru. Jaji Mwambegere ndio bado mwenyekiti. Ukichukua soda ya koko ukiiweka kwenye chupa ya Fanta inageuka inakuwa koka kumbe. Sasa ndugu zangu watu wa Kyela, sisi tumesema tuko tayari kushiriki uchaguzi wa huru na haki, lakini hatuko tayari kushiriki uchaguzi wa kusindikiza CCM. Watu wetu wanauawa. Yule Manyamaki, sio Manyamaki aliyekimbilia CCM, si alishinda uchaguzi hapo 2015? Si alishinda? Alipelekwa bunge. Kwa nini? Sababu ni bora. Sisi tunataka tukashiriki uchaguzi. Tunajenga taifa gani? Unakuwa na mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wameiba, wamechukua daftari la sensa kule kwetu, wanaandikisha watu eti ndio wamejiandikisha kwenye uchaguzi. Watu wengine walishakufa wanaonekana kwenye daftari. Alafu hao watu wanatuambia tukasaini maadili ambao wao wenyewe hawana maadili hata moja.
Tumekataa ndugu zangu, na mimi naleta ujumbe wenu kutoka kwa Lissu. Anasema tusiogope, tusonge mbele. Tusiogope, tusonge na hiki chama ni cha kwenu, shirikini kukijenga, na wote tukae hapa tunaagana kwa people's power ya nguvu. Sogea twende mama, fanya haraka twende. Tumekuja wenyewe, si ndio? Haya, kera koroga people. Lissu hawezi kuisikia people. Kera people. Hakuna. Ninawashukuru sana wote. No reforms. Mungu awabariki sana, nawapenda Kyela.